Katika nyumba ya Mungu, Mungu anapenda watoto wake watu wao wanasikia sigino, wanasikia mawimbi, na wakiasikia wanapambanua kwa kuwa roho wake iko ndani yao. Ndicho kitu ambacho Mungu anapenda watoto wake wawe. Kwa hiyo, kwa kuwa wewe ni mtoto wa hapa, ni mzaliwa wa hapa, manake kila sigino anayeachia Mungu unaidaka na wewe. Usipoidaka inakuwa ni hasara. Sio siri tena, kuanzia Januari kuna vitu ambavyo Mungu anaviweka katika kanisa lake, katika kiungo kimoja kimoja na katika kanisa kwa pamoja. Sio siri tena. Baada ya kutuambia kwamba ni mwaka wa kumwishi Kristo, sio siri tena. Kuna mambo ambayo Mungu anayaweka vyema katika kanisa lake. Kuna mambo ambayo Mungu anayaweka ya msingi katika maisha yetu ya wokovu. Ndio msingi uliokuwa umehitajika kabla hatujajenga chochote. Kabla hatujaweka jiwe lolote, ndio msingi uliokuwa unahitajika. Lakini kwa sababu ya mazingira ya neema iliyokuwepo wakati huo, kila mtu akajenga msingi nusu kwa namna zozote alizokutana na mafundisho, namna zozote alivyokutana na waliomlea, akajenga msingi wake kwa namna yote. Na kwa sababu watoto wachanga tumeokoka, unajenga vyovyote ambavyo umekuta mazingira yanakupa kujenga. Lakini wakati umekuja wa Bwana kuufunua msingi sahihi wa wokovu wake, ili tukijenga juu ya huo msingi kwenda mbele kuwe ni kwa uhakika, kuishi maisha ya ushindi katika Kristo kuwe ni kwa uhakika, kukamilisha makusudi ya Mungu katika maisha yako kuwe ni kwa uhakika. Hayo ndio makusudi na mapenzi ya Mungu katika kanisa lake. Haleluya. Kwa hiyo ni mambo mazuri kweli. Ni mambo mazuri mpaka namshangaa Mungu, nasema Bwana, tulikuwa wapi wakati wote? Kwa sababu kumbuka, kabla sijaja kwenu mimi nimeshahudumiwa vya kutosha ili niweze kuja kwa kanisa. Haleluya. Kwa hiyo nachokuasa, usikubali hila yoyote ya yule adui. Kwa sababu adui anajua kama unajenga kwenye msingi ambao sio ule original. Yeye anajua utamtisha na